Iran imeongeza mvutano mpya katika eneo la Mashariki ya Kati baada ya kutangazwa rasmi kuikamata meli ya mafuta iliyotambuliwa kwa jina la Ocean Quay katika bahari ya Oman, huku mamlaka za kijeshi za taifa hilo zikidai kuwa meli hiyo ilikuwa ikijihusisha na shughuli za kihalifu na hujuma dhidi ya biashara ya mafuta ya Iran, wakati hali ya usalama katika eneo hilo ikiendelea kuwa tete. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na idara ya uhusiano wa umma ya jeshi la Iran, operesheni hiyo ilifanywa na vikosi vya jeshi la majini katika saa za usiku wa manane baada ya ufuatiliaji wa muda mrefu dhidi ya meli hiyo. Jeshi la Iran limesema kuwa taarifa za kiintelijensia zilionyesha kuwa meli hiyo ilikuwa ikitumia mazingira ya taharuki ya kijeshi katika eneo la Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman kufanya kile kilichoelezwa kuwa ni hujumu wa maslahi ya uchumi wa Iran pamoja na kuingilia biashara ya mafuta ya taifa hilo. Katika taarifa yake, jeshi hilo limeeleza kuwa meli hiyo ilikuwa imebeba shehena ya mafuta kutoka Iran, lakini ikidaiwa kuwa kulikuwa na ukiukwaji mkubwa wa sheria za usafirishaji wa mafuta na kanuni za baharini. Maafisa wa Iran hawajaeleza kwa uwazi aina ya ukiukwaji uliodaiwa kufanywa, jambo ambalo limezua maswali mapya kuhusu mazingira kamili yaliyopelekea operesheni hiyo ya kijeshi. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kuwa vikosi maalum vya jeshi la majini, kieleza kuwa boti za kasi pamoja na vikosi vya wanamaji wenye silaha vilitumika kuizingira meli hiyo kabla ya kuichukua chini ya udhibiti wa Iran. Shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia limetoa video inayodaiwa kuonyesha tukio hilo likiendelea baharini usiku, ambapo mwanga wa taa za kijeshi unaonekana ukimulika sehemu ya meli huku wanajeshi wakitekeleza operesheni hiyo. Katika video hiyo ambayo imesambazwa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, sauti za mawasiliano ya kijeshi zinasikika huku wanajeshi wakionekana wakikaribia meli hiyo kwa tahadhari kubwa. Vyombo vya habari vya Iran vimedai kuwa operesheni hiyo ilifanyika kwa mafanikio kamili na bila upinzani mkubwa kutoka kwa wafanyakazi wa meli. Hata hivyo, hadi sasa bado kuna ukosefu wa taarifa muhimu kuhusu meli hiyo. Irani haijataja taifa ambalo meli hiyo ilisajiliwa, miliki wake halisi wala kampuni iliyokuwa ikisimamia. Pia hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya wafanyakazi waliokuwa ndani ya meli hiyo wakati wa tukio hilo, uraia wao wala mahali walipopelekwa baada ya kukamatwa kwa meli hiyo. Masoko ya mafuta duniani pia yanaendelea kufuatilia kwa karibu tukio hilo, huku wafanyabiashara wa nishati wakihofia kuwa kuongezeka kwa vitendo vya kijeshi au kuzuiliwa kwa meli katika eneo hilo kunaweza kuathiri usambazaji wa mafuta duniani na kusababisha kupanda kwa bei za nishati katika soko la kimataifa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.